Naam, shalom Bwana Yesu asifiwe. Ewe mtazamaji wetu unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Jina langu naitwa Anthony Yusufu. Nitakuletea matangazo ya moja kwa moja ya ibada yetu ya mtikisiko wa Injili na ukombozi wa familia. Nitakwenda kuzungumza na mtu mmoja kuhusiana na ibada yetu ambayo wamekuwa wakijiandaa tangu siku ya kwanza 25 mpaka leo hitimisho siku ya tatu ya moto kabisa 27. Umejiandaeje kwa ibada ya leo kwa sababu ni hitimisho ya mtikisiko? Wewe umejiandaeje? Kwanza nimeuandaa moyo wangu, na baada ya kuandaa moyo wangu ninategemea kukipata kikubwa kile ambacho kimeandaliwa kwa ajili yangu. Ninajua kwamba Mungu ana kusudi nasi siku ya leo. Kwa hiyo kila mmoja aliyekuja kwa kusudi la kukutana na Mungu ni wazi kabisa atakutana na Mungu. Na ndio maana nimesema nimeuandaa moyo wangu kwa ajili ya kukipokea kila ambacho Mungu amekiweka kwenye kinywa cha mtumishi wake. Mimi binafsi nimejiandaa kwa sababu ibada hii ilianza tarehe 25 na leo ndo 27, anamaanisha kwamba ni kilele cha ibada hii. Kwa hiyo mimi binafsi nimejiandaa kwa sababu naamini kupitia ibada hii takatifu tutakombolewa, kwa sababu ibada yenyewe imebeba ukombozi wa familia. Familia nyingi zinapitia changamoto mbalimbali, inaweza ikawa ni kwangu hata ya kwako pia. Kwa hiyo naamini leo watu wengi watakombolewa, hata wale walio mbali, naamini kupitia maombi haya yataweza kuwakomboa. Umejiandaaje na ibada ya leo? Lakini pia ulikuwa pamoja nasi kuanzia siku ya kwanza tarehe 25, 26 na leo ni siku ya tatu ya moto kabisa 27. Nataka kusikia zaidi, kuna watazamaji wanatufuatilia hapa. Hebu ambie umejiandaaje na ibada hii? Kipekee namshukuru Mungu. Tangu tulipoanza mpaka leo ambapo tunahitimisha, kwa kweli nimeona Mungu akifanya kazi kwa viwango vikubwa. Nimeona watu wakifunguliwa kansa, pressure, asthma, wengine kisukari. Nimeshuhudia watu wakifunguliwa namna hiyo. Yani jambo ambalo mimi mwenyewe nimeshangaa kwamba jinsi gani Mungu anafanya kazi pale ambapo unakuwa umejitoa. Kitu cha kwanza ni kwamba ni kujitoa au kuamua kuto kuvumilia magonjwa. Maana watu waache kuvumilia magonjwa. Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Okay, blaza, kuna watu sasa hivi wako nyumbani, wengine inawezekana wako njiani wanakuja. Napenda uambie neno moja wale ambao wanatamani kufika siku ya leo. Karibu. Ningependa niwaambie kwamba wasogee mahali kwenye tukio. Wasogee, waje hapa Mlimani Cathedral, wawai ili waje wapokee uponyaji wao. Namna ya kufika mahali hapa ni rahisi sana. Unaweza ukafika ukapanda bajaji au bodaboda, kisha shukia stendi ya Ipogolo. Ukifika mahali hapo ulizia kwa Bishop Michael Klasi. Watakuleta moja kabisa katika nyuma ya afisa maliasili EIGT Mlimani Cathedral.